Imefika ule wakati tukaweze kuongea naye Daktari Magige, tukakwambia kwamba tutakuwa naye siku hii leo kuzungumzia swala zima la ugonjwa wa pressure. Hilo ndilo swala kuu ambalo daktari atakuwa anaweza kulizungumzia, ambaye ni Daktari Magige kutoka Makini Herbal Clinic. Na iwapo utakuwa nalo swali lolote lile kuhusiana na ugonjwa huu wa pressure, unaweza kutuma swali lako kupitia upande wetu wa arafa 0702885885, ama pia vilevile unaweza kupiga simu pale baadaye, lakini kwa sasa hivi tutakuwa tunachukua arafa kupitia upande wa 0702885885. Iwapo pia na swali lolote mbali na ugonjwa huu wa pressure, pia vilevile unaweza kuliuliza, na bila shaka atakuwa anaweza kukuhudumia pale ama kuweza kukujibu. Karibu sana Daktari Magige. Asante sana Miklara. Naam. Kwa mara nyingine ningependa kutoa shukrani zangu kwa Kaya FM kwa kuweza kunialika tena kuweza kujumuika nanyi. Tuweze kuchambua mawili matatu kuhusiana na masuala ya afya. Naam. Ndio. Labda kabla sijaendelea, ningependa tukujitambulisha kwa majina nafahamika kama Dr. Isaac Magige wa Makini Herbal Clinic. Ndio. Makini Clinic tumekuwa tunatoa huduma zetu hapa mjini Mombasa. Naam. Kenyatta Avenue, karibu na Gulshan Hotel. Kwa wale watu ambao wanatoka nje ya Mombasa, inakuwa ni rahisi sana iwapo kama utakuja ufike katika stage ya Mwembe Tayari. Pale ukichukua mtu wa tuktuk na ukimwambia kuleta Makini Herbal Clinic, inakuwa ni rahisi sana kukuleta hapa. Na vile vile pia kwa wakaaji wa Kilifi County, habari njema ni kwamba hivi sasa tunatoa huduma zetu mjini Kilifi. Okay. Katika jumba linafahamika kama kwa Kioko. Mjini Kilifi tunatoa huduma zetu za Makini Herbal Clinic katika jumba la Kioko karibu na Naivas Supermarket. Ndio. Okay. Tukirudi katika mada. Naam. Leo hii tumeonelea kwamba tuzungumzie kuhusu tatizo la ugonjwa wa pressure. Naam. Yaani msukumo wa damu. Sasa kwanza kabisa ni dhahiri kwamba pressure imekuwa ni moja kati ya tatizo kubwa au ugonjwa kubwa ambalo limekuwa linawasumbua watu wengi tu katika jamii yetu. Na ugonjwa huu umekuwa unakuja na madhara makubwa ambayo hata yamekuwa yanahatarisha maisha ya binadamu, ikiwemo hata kifo. Naam. Kwa hivyo kabla tuendelea zaidi, ni muhimu tujue kwanza hii pressure ni nini. Ndio. Pressure ni hali ambayo inasababisha ule msukumo wa damu katika mishipa inayofahamika kama arteries. Sasa mishipa hii ya arteries ndio inayosukuma damu hadi katika sehemu kama vile moyo na sehemu zingine za mwili. Kwa hivyo hii mishipa wakati yote inapopata madhara kwa njia moja au nyingine, basi huwa ule msukumo wa damu ambao unafaa uelekee katika moyo na katika sehemu zingine za mwili huwa unatatizika. Na kutatizika huko ndiko sasa kutaka kumletea mtu presha yake kupanda ama kushuka. Inategemea na hiyo mishipa imeathirika vipi. Kiwango cha pressure kwa kawaida huwa kinabadilika sana ndani ya siku, na ndio maana unaona kwamba kwa mgonjwa wa pressure huwa sio vizuri kukimbilia kutumia dawa mapunde tu anapopimwa na kupatikana kwamba pressure yake iko juu. Naam. Kufuatana na hali ambayo labda majukumu ya kila siku. Ama tuseme hali ya hewa, joto limekuwa kali, mtu umekwenda mbio sana, ama umepata habari zingine ambazo hazijakufurahisha, unajikuta kwamba at that particular time, kwa wakati huo pressure yako inaweza kuwa imepanda. Ndio. Na wakati utakavyopimwa itaonekana labda kiwango kimekuwa juu. Sasa hiyo sio sababu ya kuanzishia mtu matibabu. Manake kwanza ni vizuri tujue kwamba kiwango ambacho kinachofaa katika pressure, wakati unavyopima ukipata kiwango cha 110 110 kwa 70 huwa ni kiwango ambacho kiko sawa kabisa. Naam.
na hata kama utapima upate presha yako imekuwa ni 120 mpaka 80, hiyo bado ni sawa. 130 mpaka 90, hiyo bado ni sawa. Na kuna wengine unaweza ukampima ukapata kwamba sasa imekuwa ni zaidi ya 130, labda iko 140 au hata 150. Hiyo sio sababu ya kumwanzishia dawa, kwa sababu inaweza kuwa ni sababu moja ama nyingine ambayo imepandisha hiyo presha kwa wakati huo tu. Sasa wagonjwa kama hao huwa tunawashauri aweze kupima presha yake kwa muda wa wiki nzima mfululizo. Ndani ya siku 7 mfululizo, basi hizo reading ndizo mimi kama daktari ndizo zitakazobainisha kwamba je, huyu mgonjwa anahitaji kupata matibabu au la. Manake kuna wagonjwa wengi tu kuna watu wengi ambao wamekimbilia kuanza matibabu ya presha na ili hali hawana presha. Kwa hivyo kipimo wakati kinapokuwa kiko juu kwa wakati mmoja, ni vizuri kurudia tena na tena, na haswa kama utaweza kurudia mara 7, basi hapo ndani ya siku 7 hiyo ni dhahiri kwamba tutaweza kujua kama wewe unahitaji kupata presha au ni vipi. Sasa basi kiwango hiki, na ni vizuri tujue kwamba kiwango cha presha huwa kinabadilika tu ndani ya siku. Inamaanisha kwamba ukipima asubuhi, ukipima mchana, mara nyingine unapata majibu yako vipi. Kwa hivyo hii yote huwa inategemea na zile pilika ama shughuli za yani majukumu ya kila siku. Sasa utapata kwamba kipimo cha presha kwa kawaida huwa kinatoa majibu mara 2. Na ndio hapo niliposema kwamba haya ya kwanza huwa yanafahamika kama systolic blood pressure, ambayo inaonyesha kile kipimo cha juu, ile namba ya juu ambayo kama ni 110/70. Sasa hii ya chini huwa ni diastolic blood pressure. Sasa kwa hivyo utapata kwamba kwa majibu ya kawaida ambayo hayo nimeyasema, lakini sasa kuna mgonjwa mwingine ambaye anaweza akakufikia na ukimpima unapata presha yake iko labda 180 ama 200 au na zaidi. Basi huyu mgonjwa lazima umpatie huduma ya kwanza. Manake tayari huyu sio tena wa kubahatisha kwamba labda apime kwa siku 7, la hasha. Presha kama imefika kiwango 180 mpaka 200 na zaidi, kwanza huwa ni hatari. Na cha ajabu ni kwamba utapata kwamba watu wengi sana presha imekuwa inawaangusha kwa wao wenyewe kutokujua, kwa sababu hizi signs za presha sio kwamba zinatokea kwa kila mtu. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba mgonjwa amenitembelea mimi hapa katika kliniki yangu, na amekuja kwa magonjwa mengine tofauti kabisa, lakini mimi ninavyomwangalia presha, unapata presha yake iko zaidi ya 200. Na ukimuuliza, je, unasikia kichwa kinakuuma, unasikia mwili ni mchovu, anakuambia pale yuko sawa kabisa. Yeye labda atakwambia kwamba kilichonileta hapa ni tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ambayo pia inaweza kuwa ni sababu ya presha. Lakini cha kushangaza itakuwa ni kwamba mtu huyu ametembea vizuri mpaka amefika pasipo yeye mwenyewe kujielewa. Kwa hivyo utapata watu kama hawa ndio mara nyingi presha inakamata ghafla bin vu mahali popote pale, na inamwangusha, na inaweza kumletea madhara kama vile ya kumpiga stroke, ama kumfanya mwili kuwa ni paralyze, ama hata kumaliza kuondoa maisha yake. Kwa hivyo ni tatizo ambalo linahitaji uangalifu. Kumbuka kwamba tatizo la pressure, hii pressure wakati inapokuwa juu zaidi, basi kiwango chake hii hali huwa inabadilika na itakuwa inajulikana kama ni hypertension. Sasa hypertension utapata ni wale watu ambao kuanzia hiyo kipimo cha kuanzia 200 na kwenda juu hata 180 pia huwa ni hypertension, kwa sababu inakuwa tayari imefika kiwango ambacho ni cha kuhatarisha maisha. Na inapoenda kupanda zaidi na zaidi, wakati sasa inapoanzia 180, 200 na zaidi na kuendelea juu kabisa, basi hii hali huwa inakuwa referred kama hypertensive crisis.
Okay. Sasa hapa ni kwamba huyu mgonjwa huwa anahitaji apate uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu ni kwamba mapigo yake yanaelekea kuwa ni pabaya zaidi, na hali yake inaweza ikasimamisha moyo kwa wakati wote ule. Okay. Sasa ni vizuri tuweze kuelewa kwamba kadri pressure inavyopanda juu ndivyo hatari ya madhara kama vile ya heart attack, heart disease ama stroke inaongezeka. Kwa hivyo, na utapata kwamba wagonjwa kama hawa wagonjwa wa pressure, hatari huwa inakuwa ni kubwa tena zaidi iwapo kama utapimwa upatikane uko na ugonjwa wa sukari. Kwa hivyo mgonjwa wa sukari na awe na pressure alafu zote zipande juu, wakati mwingi huwa zinaangusha pasipo kujielewa, na zinakuja na kishindo kikubwa sana kwa mtu kwa wakati wote ule bila mtu kuweza kujielewa. Kwa hivyo ni hali ambayo inahitaji uangalifu zaidi. Siku zote huwa ni vizuri sana tuweze kuelewa kwamba kila baada ya muda ni vizuri kupima presha yako, kupima sukari yako, uweze kujua hali yako inaendelea vipi. Kama tunavyofahamu, vipimo vya presha siku hizi vinauzwa, ni kifaa ambacho unaweza ukakinunua na ukakiweka nyumbani. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kujiangalia presha yako, na itaweza kama kuna mabadiliko yoyote ambayo sio ya kawaida, na itakupatia nafasi ya wewe kuchukua jukumu la kuweza kujua kwamba sasa unahitaji kupata matibabu. Alright, asante sana daktari. Pengine yule ambaye anaweza kukuhitaji anaweza kukupata vipi? Kwa wale wote ambao wangehitaji kunipata, kama nilivyosema, mjini Kilifi nimefungua kliniki yangu pale. Tunatoa huduma mjini Kilifi katika jumba la Kioko. Na hapa Mombasa tuko Kenyatta Avenue, Aro Plaza, karibu na Gulshan Hotel. Wale wote ambao wangehitaji kupata huduma zangu, kwa nambari ya simu ni 0722 522 994, 0722 522 994. Nambari ya Airtel ni 0733 522 994, 0733 522 994. Karibuni sana. Asante sana daktari. Bila shaka msikilizaji, huyu alikuwa Daktari Isaac Magige wa Makini Herbal Clinics.